Hujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Jumatano, Agosti 5, 2026. Tulionayo hii leo. Raia wa mji na tarafa la Uvira mkoani Kivu Kusini wamefanya mgomo wa kutotoka majumbani wakitaka serikali ya Kinshasa kuimarisha uwezo wa jeshi katika mapambano dhidi ya waasi wa M23. Uvira yote nzima kuanzia Luvungi mpaka Makobola mpaka hu plateau ya Masango na sehemu zingine zote zile kwenye milima mirefu ya Uvira. Utamsikia hapo baadaye Thompson Unjibata. Ngalo William atakujia na undani zaidi. Wageni wanaopiga kambi katika ofisi za idara ya uhamiaji katika jiji la Durban katika mkoa wa KwaZulu-Natal mashariki mwa Jamhuri ya Afrika Kusini kutokana na vurugu za chuki dhidi ya wageni hapa nchini wameambiwa huenda wakapelekwa Lindela ambacho ni kituo cha kurejesha wahamiaji. Habari za kwenda Lindela ni mojawapo ya option ambazo serikali ya South Africa ilileta. Ilikuwa kwamba watu warudi katika sehemu zao za kuishi kama kawaida. Ni Asokolo Itabelo Ibolonga Bohemo, mmoja wa wapiga kambi katika idara za uhamiaji Durban. Utamsikia kiundani kabisa hapo baadaye. Na mamia wakazi wa kijiji cha Batakwira katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini wanaendelea kuishi katika mazingira magumu baada ya kuyakimbia makazi yao kufuatia mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha ya Uhuru RDC na UPDI. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Zaidi ya raia 5,800 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokimbia machafuko ya Mobondo katika eneo la Kwamuth na kukimbilia Jamhuri ya Kongo Brazzaville wameomba msaada wa kurejeshwa nyumbani baada ya kuishi uhamishoni kwa miaka 4. Wakimbizi hao wanaoishi katika kijiji cha Ngabe wanasema wanakabiliwa na maisha magumu, huku wengi wakikosa huduma za afya, chakula na mahitaji muhimu. Ili kujikimu, baadhi yao hufanya kazi za vibarua kama kufua nguo, kutengeneza aina ya ugali ambao unajulikana kama kwanga au chikwange, na kufanya kazi mashambani kwa malipo madogo. Baadhi ya wakimbizi hao wamesema wanateseka na wamechoshwa na maisha ya uhamishoni. Waliomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweka utaratibu wa kuwawezesha kurejea kwa muthu. Wito huo umeongezeka baada ya ziara ya shirika moja la kibinadamu, huku baadhi ya wakimbizi wakidai kuwa misaada iliyotolea haikuwafikia walengwa. Kabla ya kuzuka kwa mzozo wa kikabila, Kwamuth ilikuwa miongoni mwa maeneo makubwa ya uzalishaji wa chakula magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hadi sasa vijiji vingi bado vimeachwa bila wakazi kutokana na machafuko. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Wageni wanaopiga kambi katika ofisi za idara ya uhamiaji katika jiji la Durban katika mkoa wa KwaZulu-Natal mashariki mwa Jamhuri ya Afrika Kusini kutokana na vurugu za chuki dhidi ya wageni hapa nchini Afrika Kusini wameambiwa huenda wakapelekwa Lindela ambacho ni kituo cha kurejesha wahamiaji. Muda mchache uliopita nilifanya mahojiano na Asokolo Itabelo Ibolonga Bohemo ambaye ni mmoja miongoni mwa watu wanaopiga kambi katika ofisi hizo za idara ya uhamiaji hapo Durban kutaka kujua kama undani wa taarifa ukoje. Alianza kwa kueleza. Habari za kwenda Lindela ni mojawapo ya option ambazo serikali ya South Africa ilileta. Ilikuwa kwamba watu warudi katika sehemu zao za kuishi kama kawaida, lakini pia kama watu hawaja kuwa tayari aidha hawajajisikia kuwa salama katika hizo eneo, sehemu ambapo wanaweza kapewa hifadhi za siku chache ili mambo yatengenezwe kuwa mazuri, ni hapo Lindela ambapo ni jela la kupita na kupeleka watu katika nchi zao. Sana sana ni sehemu ambapo unapelekwa watu ambao hawana vitambulisho na wanasubiria hiyo eneo kwenda katika manchi yao. Watu waliokuwa hapa mafeazi pia baada ya kukubali kwamba wanaweza karudishwa, lakini sasa katika sehemu za makazi fujo inaendelea vile vile, watu kupigwa na kukataliwa kutumika kazi zao kama vile kawaida. Lakini pia serikali ya mkoa wa KwaZulu-Natal kuchukua hatua ya kukamata vitambulisho vyote ambavyo watu walikuwa wamepewa wakimbizi ya Amin kuuzisha na kutumika makazi barabarani. Vitambulisho hivi vimechukuliwa
hawana tena ruhusa wa kufanya hizo kazi. Imekuwa vigumu kusema kwamba watu wanaweza wakarudi, kwa sababu zile mahitaji za kawaida kama vile maji, chakula, kulipa nyumba na mambo mengine itakuwa ni vigumu kama mtu afanye kazi lolote, adaweza ni kwenda kutengeneza mabandia. Kwa hiyo watu wakawa wameamua kusema kwamba ni bora wanaweza wakapumuzika sehemu hiyo, lakini pia pawepo na uamuzi wa UNHCR kujua, na hivyo UNHCR ilitembelea maeneo ya Lindela na kuyaona na kuconfirm uongozi ambapo ulikuwa pale Home Affairs kusema kwamba ni sehemu nzuri, watu hawatakaa katika sehemu za jela, watakuwa na sehemu nyingine labda wanaweza wakawekwa kwa kusubiria hali itulie na kisha wanaweza wakafanya reintegration. Na hiyo ndo hali ambapo sasa hivi inafikia pale kwa Home Affairs, watu wanaorozeshwa, wale ambapo watakuwa wamekubaliana na kwenda Lindela ni kwa hiari, sio kwa nguvu, na sio kwamba watu watarudishwa kwenye nchi zao, lakini ni sehemu ya kusubiria hali ambayo inayopitika katika nchi ya South Africa ikimalizika. Aidha wanao au mabandia wakaacha kusumbua watu, labda watu wanaweza wakarudia sehemu zao za kuishi bila matatizo. Kwa hiyo utaratibu unafanyika na watu kwa hiari wataenda Lindela, hawatarudisha katika nchi zao. Naam, Asukolo, Lindela inapatikana katika mkoa wa Gauteng, ni mbali sana na Durban, ni takriban zaidi ya kilomita 700 hivi kutoka Durban kufika Lindela. Yaani unatoka mkoa mmoja unaenda katika mkoa mwingine. Kwa nini Lindela? Kwa nini wasiwatafutie hifadhi hapo katika mkoa wa KwaZulu-Natal? Kwa uhakika ni kwamba serikali ya South Africa iko katika ugumu wa kuchukua maamuzi kati ya wakimbizi na wananchi wa South Africa. Imeonekana kwamba swala nzima la xenophobia ni swala la kisiasa, na hivyo Department of Social Development wameamua kusema kwamba hawawezi kusaidia sehemu yoyote ile hapa KwaZulu-Natal kulingana na hali ya election. Labda hicho kingefanyika election ishapita, lakini pia integration itafanyika kama election ishapita. Kwa hiyo sehemu moja wapo tu ambapo kunaweza kukapatikana nafasi kadiri ya jinsi serikali inavyoongea ni sehemu ya Lindela. Ni nchi moja, mikoa tofauti, lakini kama vile nchi moja imeonekana kwamba Lindela tu ndo nafasi peke yake ambapo kunaweza kukawa na sehemu nzuri ya kuhifadhi watu kwa kusubiria warudie masehemu zao. Lakini pia ni kama vile serikali haikutaka create impression ya kusema kwamba wanaanzisha kambi, na nchi ya South Africa haitaki kufanya kambi, so sehemu ya kuhifadhi watu ikuwe kama na hiyo. Lakini pia haikuonekana vizuri kuchukua nyumba ya municipality kuwapa watu. Ilionekana kama wananchi wataona kama wakimbizi wako much privileged kuzidi watu wengine wote, kusema kwamba wamepewa nyumba. Kwa hiyo sehemu ya Lindela ni kama vile sehemu ambayo iko mbali kidogo na watu, lakini pia kisiasa itajiri katika mawazo ya watu hao kusema kwamba watu wamepelekwa ni jela, labda wamepelekwa katika sehemu ya kurudishwa, watarudishwa, mambo kama na hayo. Ni sehemu ambapo imeonekana ndo inaweza ikasikilika vizuri kwenye masikio ya watu, lakini pia ndo sehemu peke yake ambapo wakimbizi wanaweza wakapelekwa bila kusema kwamba imekuwa ni kambi. Na ni swala nzima tu ya kusema kwamba hawataki kuanzisha mawazo ya kambi, lakini pia ni sehemu ambapo imeonekana ndo kunaweza kuwa usalama wa watu na watoto wa nchi wasifikirie lolote lililokuwa mbaya. Naam, Lindela ni kama jela, sio jela kivile, ni kituo cha kurejesha wahamiaji. Navyojua hapo hakuna sehemu ambako watu wanaweza kaweka. Wameweka ili wazi wanaweka sehemu gani hapo? Pengine kuna eneo fulani ambalo wamelitenga kwa sasa kwa ajili yenu, ama vipi? Ili wameliweka wazi namna gani? Kwa uhakika ni kwamba Lindela ni jela ya kuwarudisha watu wasiokuwa na vitambulisho katika manyumba zao. Lakini pia Lindela fahamike, kuna sehemu ambapo wakati palikuwa disaster, kuna watoto wa nchi ambapo walipelekwa kwa kusubiria hapo ili sehemu zao zitengenezwe pazuri na watarudi katika eneo zao. Kwa hiyo siwezi nikaamua kwa sababu ni mahali ambapo sijafika, ni habari za kuambiliwa. Kwa hiyo ni kama vile wanavyoongea na kuweka wazi mambo yao,
sehemu watu watakapopelekewa sio sehemu kabisa kama vile jela, watu watawekwa kwenye vyumba vya jela, lakini ni sehemu ambapo labda watu wanaweza wakakuwa na uhuru wa kutoka na kurudi. Nasema kama vile sina ule uhakika. Kwa hiyo kwa maelezo yao ni kwamba sio jela, na maelezo ya UNHCR, yule ambaye alienda pale kama agency ya UNHCR ametuambia wazi kusema kwamba sio jela, wala watu wasifikiria wanapelekwa jela. Sisi wenyewe UNHCR tutakuwa pale na tutakujaribu labda kushughulikia masuala ya kuwasafirisha watu, kuwatoa huku na kuwapeleka kule pamoja na serikali. Kwa hiyo watu wamekuwa ni waaminifu na kusema kwamba sio jela kikamilifu, kwa kuendana na lile ambalo limetokana kwa kinywa cha agency wa UNHCR. Hilo limewapa watu tumaini na kusema kwamba labda inawezekana kuwa sio sehemu mbaya zaidi, kwa sababu nafikia UNHCR haiwezi kukubali watu ambapo wana vitambulisho vya ukimbizi wakapelekwa jela. Hivyo sehemu sio jela kikamilifu, lakini inawezekana kuwa ni eneo ya pale jela, lakini sehemu nyingine ambapo kunaweza kukawekwa watu ambao sio wafungwa. Na pengine UNHCR yenyewe imesema mtakuwa hapo kwa muda gani? Na niulize swali lingine, niunganishe mawili kwa pamoja. Je, watu wote wanaopatikana hapo wamekubali kwa sauti moja kwenda Lindela? Kwanza watu wote hawajakubaliana kwa pamoja kwenda Lindela, kwa sababu swala nzima ni kusema Lindela ni jela na watu wanaogopa kwenda jela. Baadhi ya waliokuwa wengi kama 70% wamekuwa tayari kwenda, wala ambapo labda wamejisikia hawana sehemu za kurudilia. Ujue kwamba Debene kuna sehemu ambapo zilikuwa much affected na watu kufukuzwa kwenye nyumba zao, au labda wamejisikia wana lingine lolote lile na hawana sehemu za kurudilia. Kwa uhakika makazi imefungwa na mahali pa kurudilia nyumbani pia pamefungwa, basi bora kukaa jela. Jambo la pili kusema kwamba muda, swala la muda halijaongelewa, lakini uhakika ni kwamba wakati tulikuwa kwenye mazungumzo pamoja na serikali na UNHCR na sisi kama viongozi pale, tulikuwa tumeongelea swala nzima la kusema kwamba pakuwe reintegration, ambapo ni process, imeonekana ni process inaweza ikachukua muda ili watu waweze kurudishwa katika sehemu zao na mambo tena iende sawa sawa. Kwa hiyo na kulingana vile nilivyosema, Department of Social Development wamesema kwamba hakuwezi kuwa reintegration kipindi election hazijapita. Masuala ya election itafanyika, ya reintegration itafanyika wakati elections zilishapita. Hapo sasa tunaongelea masuala ya mwezi wa 11, mwezi wa 12, mwezi wa kwanza kwenda huko mbele. Kwa hiyo hakuna muda kabisa. Muda utatokana labda na kuendana na vile process yote mzima itakavyoenda na kuangalia hali yenyewe kama itakuwa imeruhusu watu tena kurudi katika sehemu zao. Ni Asokolo Itabelo Ebolonga Bohemo ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde kuhusiana na ili la wakimbizi au wageni wanaopiga kambi katika ofisi za idara ya uhamiaji katika jiji la Durban katika mkoa wa KwaZulu-Natal kupelekwa Lindela. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu. Idadi ya watu waliouawa katika shambulio la wanamgambo wa Mai Mai Bakatakatanga dhidi ya kambi ya jeshi la FRDC ambalo ni jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kyobo wilayani Mitwaba mkoani wa Katanga imeongezeka kwa kufikia watu 10. Kwa mujibu wa mamlaka za usalama, waliouawa ni wanajeshi wawili wa FRDC na raia 8 huko wengine kadhaa wakijeruhiwa. Waziri wa mambo ya ndani wa mkoa wa Katanga Jean-Jacques Kashiba Ntambo alitembelea eneo la tukio kujionea hali ya usalama baada ya shambulio hilo. Baada ya tukio hilo, jeshi lilianzisha operesheni ya kuwasaka washambuliaji na kuwakamata takriban watu 15 wanaoshukiwa kuhusika na shambulio hilo. Watuhumiwa hao wamehamishwa Lubumbashi kwa ajili ya hatua za kisheria, huku jeshi likifanikiwa kurejesha sehemu ya risasi zilizokuwa zimehibwa wakati wa uvamizi huo. Mamlaka zinasema zinaendelea kuimarisha ulinzi katika wilaya ya Mitwaba ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikikumbwa na mashambulizi ya makundi ya Mai Mai.
Na moja kwa moja tujielekeze katika mji na tarafa la Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko tunaelezwa kwamba raia wamefanya mgomo wa kutotoka majumbani wakitaka serikali ya Kinshasa kuimarisha uwezo wa jeshi katika mapambano dhidi ya waasi wa M23. Thompson Unjibata Ngalo William na ripoti kamili. Tangu asubuhi mapema ya Jumatano hii Agosti tarehe 5 mwaka 2026, shughuli zote zilibweteka tangu Luvungi, bondeni mwa mto Ruzizi hadi Makobola, ikimaanisha katika mji mzima wa Uvira, viunga vyake na katika pembe za tarafa la Uvira, maeneo yasiyodhibitiwa na wahasi, hakuna kazi iliyofanyika. Maduka, soko, usafiri, vyote vilifungwa isipokuwa tu mahospitali na duka za dawa. Wananchi waliitikia wito wa mgomo baridi ulioitishwa na shirika jipya la kiraia kusini mwa Kivu ya Kusini. Pacific Kararuka ni mmoja wa shirika jipya la kiraia, anaeleza malengo la mgomo wao. Uvira yote nzima kuanzia Luvungi mpaka Makobola mpaka hu plateau ya Masango na sehemu zingine zote zile kwenye milima mirefu ya Uvira, kwa kufuatana na hali ambayo inaendelea kuonekana kwenye milima mirefu, kwenye uwanja wa mapambano, sehemu za Fizi, Mwenga na pia Uvira. Kwa kuwa kwa kweli mara kwa mara drone ya maadui, yani hawa waasi ambao wanapenda kukamata nchi ya DRC, wanakuja atake, wanakuja piga serikali, wanakuja piga jeshi la taifa pamoja na wazalendo kwenye milima mirefu ile kabisa. Tumeona kwamba na sisi tufanye mgomo baridi ili kuamsha dhamiri za serikali, dhamiri za wakuu viongozi wa kijeshi, kusema kwamba uangalie jinsi watafanya ili wasapoti wazalendo, wasapoti jeshi la FARDC kwa vifaa mbalimbali vya kupambana na hali ambayo inaonekana kwenye ardhi ya DRC, ardhi ya maeneo Maho Plateau, Fizi, Uvira na Mwenga. Kwa kuwa mara kwa mara kabisa watu wanakufa, tumesha kuwa na watu wengi ambao wanakufa na droni, ambao wanapigiwa raia na waskari wote kabisa. Ni hali ya heka. Imetubidi kusema kwamba tufanye maandamano, tufanye mgomo baridi Uvira, na ndokini ya mgomo baridi ambao tumefanya leo. Tuko kwenye balabala hapa kote, hakuna mtu ambaye ana pikipiki, gari zote hakuna, watu wote kabisa, kuanzia kwenye mpaka wa Burundi na Kongo, wote kabisa, watu wote wanatembea kwa miguu. Kizatiniko, mkahazi wa Kavivira kunakopatikana ofisi ya kijimbo upande wake kuhusu mgomo huu, anasema mambo ya vita ni mambo ya askari jeshi na government yetu ya Kongo. Serikali yetu hata unaweza kufanya mgomo, kama itaki kufanya kitu haiwezi kufanya. Lakini kufuatana na mambo ya vita, serikali yetu iko na jitahidi na itaendelea kujitahidi kuangalia namna gani inaweza kupata suluhisho juu ya hii vita ya wavamizi wa M23 wenye wako wapuie na Rwanda. Kwa vijana wafanyabiashara ndogondogo, wajasiriamali wa mji wa Uvira wapokeaje mgomo huu? Je, umeathiri shughuli zao? PDG Mayani Robert ni mwenyekiti, anazungumza. Kwa mtazamo wangu ni kwamba ili wito wa shirika la kiraia inapaswa kutekelezwa na serikali ya Kinshasa, parce hapa Desemba mwaka 2025 tuliweza kukimbia kwa sababu ya hii mambo, kwa pale ambapo tuna wanajeshi wakubwa zaidi ambao wanaweza wakapambana, lakini kutokana na ukosefu wa vifaa vya kisasa ilionekana ya kwamba wagangiri waliweza kuchukua kwa hiyo tunaomba kabisa serikali ya kisasa iweze kuchukulia swala hili kabisa kwa umuhimu zaidi, ili tuone kama tutaweza kushinda hii vita ambayo inakuwa na tuempoze na nchi ya Rwanda ambayo inakuwa ni jirani mbaya kwetu. Katika mgomo wa leo hii hakuna tukio lolote la usalama mdogo lililoripotiwa, kama vile kusikika kwa risasi za pilipili aidha za rashasha. Vyanzo vinavyosogelea jimbo la 33 la kijeshi huambia wananchi kuwa kuandamana ni kisheria, ila ni kuhumiza wananchi na njaa. Jeshi alikuwahi kuitisha mgomo au kuomba mashirika ya kiraia kuwatetea, sababu wao kama vile jeshi wanadai kuwa na nguvu na watapambania udongo wao hadi mwisho. Hawatoki Uvira au popote pale. Raia nia yao ni amani na usalama, wakitaka jeshi lao kupewa uwezo wowote ule wa kivita kwa kupambana. Hayo yanajiri wakati ambapo waasi wa AFC M23 wakiendelea kuzishambulia ngome mbalimbali za jeshi
katika tarafa za Uvira, Fizi na Mwenga wakionekana kujielekeza katika mikoa jirani ya Maniema na Tanganyika, japokuwa mikataba ya amani iliyosahiniwa, swala lililosukuma shirika jipya la kirahia na wananchi kuingia mgomoni. Uvira, Thompson Unjibata Ngalwa William, JCTV. Ni ripoti yake Thompson Unjibata Ngalwa William, moja kwa moja kutoka Uvira. Na mwishowe kabisa, mamia ya wakazi wa kijiji cha Batakirwa katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini wanaendelea kuishi katika mazingira magumu baada ya kuyakimbia makazi yao kufuatia mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha ya Uhuru RDC na UPDI. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo, makundi yao yanapigania udhibiti wa Batakirwa, hali iliyowalazimu wananchi wengi kukimbilia maeneo yaliyo salama zaidi kando ya barabara ya Ngola Walikale. Wengi wao wamepokelewa na familia za wenyeji, lakini wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, maji safi, huduma za afya na makazi. Wakizungumza kwa masikitiko, baadhi ya watu wao waliohama makazi yao wamesema walilazimika kuacha kila kitu ili kuokoa maisha yao, na sasa wanategemea misaada kutoka kwa familia zinazowahifadhi. Wameomba msaada wa haraka wa chakula, dawa, malazi na maji safi. Kwa upande wake, chifu wa grupementi ya Bafuna, Mwami Mongi Lupfun No Espoir, ameziomba mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha uwepo wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika eneo la Batakirwa ili kurejesha usalama, kukomesha mapigano na kuwawezesha wananchi kurejea katika makazi yao. Hadi sasa mamia ya familia zilizohamishwa bado zinaendelea kuishi katika mazingira ya hatari, zikitegemea msaada wa jamii zinazowakaribisha, ambazo nazo zinakabiliwa na uhaba wa rasilimali. Ni mwisho wa habari zetu kutoka JCTV, moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa heri kwa leo.